Moja kwa moja kutoka London, hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Watu 17 wamefariki dunia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mamia ya waandamanaji kuingia mitaani kumtaka Rais Joseph Kabila kuachia madaraka. Wapiga kura wachache wajitokeza katika uchaguzi mkuu nchini Urusi, huku Rais Vladimir Putin akionekana kupata ushindi mkubwa. Tutatazama jinsi Waislamu wa Marekani wanavyoutazama uchaguzi ujao wa urais nchini humo. Katika habari za michezo usiku huu, moto kuwaka kesho Uganda wakati Tanzania itapokutana na Kenya katika fainali za Sekafa kwa wanawake. Hujambo na karibu katika Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni pamoja na michezo. Jina langu ni Salim Kikeke nikiwa hapa London. Watu 17 wameuawa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia maandamano katika mji mkuu Kinshasa. Hii ni kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi hiyo. Askari polisi watatu wameuawa, mmoja wao kwa kuchomwa moto. Waandamanaji jijini Kinshasa wameziba barabara na kuteketeza magari, huku wakishinikiza Rais Joseph Kabila aachie madaraka baada ya muhula wake kumalizika mwezi Disemba. Mwandishi wetu Mbelechi Msochi amekuwa akifuatilia habari hiyo mjini Kinshasa. Siku ya ghasia ya Kinshasa, waandamanaji wameziba barabara na kuchoma magari ili kuishinikiza serikali kutangaza tarehe ya uchaguzi mkuu. Wanapinga uchaguzi kuahirishwa hadi baada ya muhula wa Rais Kabila kumalizika tarehe 20 Disemba. 16 years. Kabila anajua tuna katiba. Hebu tizama wanavyohangaika watu. Miaka 16 ameifanya nchi hii kama yake. Tunaweza kufanya nini katika hali hii? Sasa tumechoka. Watu wamechoka. Hatumtaki tena. Tume ya uchaguzi imesema haitaweza kufanya uchaguzi mwezi Novemba kama ilivyotarajiwa. Juhudi za kupata suluhu zinazoungwa mkono na serikali zimesusiwa na vyama vingi vya upinzani. Msemaji wa serikali Lambert Mendo Malanga anasema waandamanaji walikuwa na nia ya kusababisha vurugo kuanzia mwanzo. Tulijikuta katika hali ya kama vita hivi, kwa sababu walikuwa wakiharibu mali, wakiwatumia vijana na kuchoma moto mali, kupora benki pamoja na vituo vya mafuta. Vile vile wakawaua askari polisi wawili. Vijana wawili waliuawa walipokuwa wakijaribu kuchoma moto kituo cha mafuta. Kwa mujibu wa mamlaka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu wengi wameuawa, wakiwemo askari polisi na watu kadhaa wamekamatwa. Mji Kinshasa, shule, duka na ofisi zilibaki zimefungwa kutwa mzima. Nchi hii haijawahi kushuhudia kubadilisha madaraka kwa njia ya amani tangu kupata uhuru zaidi ya miaka 55 iliyopita. Sasa huku Rais Kabila akitarajiwa kusalia madarakani baada ya muhula wake kuisha mwezi Disemba, wasiwasi wa nchi hiyo kuingia katika vurugo unaongezeka. Maandamano kama haya yameonekana kama yatendelea kwa sababu hadi sasa Rais Joseph Kabila hajaonesha dalili za kuonesha kama ataacha madaraka wala hapana kwa mujibu wa katiba. Mbelechi Msochi, Dira ya Dunia, BBC, Kinshasa. Na habari hiyo unaweza kupata kupitia simu yako ya mkononi kupitia tovuti yetu maridadi kabisa bbcswahili.com. Taarifa hiyo ya maandamano ya Kinshasa. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Mtu aliyekuwa akitafutwa kwa kuhusika na shambulio la mabomu mjini New York na New Jersey mwishoni mwa wiki amekamatwa baada ya kurushiana risasi na polisi. Ametajwa kuwa ni Ahmed Khan Rahami mwenye umri wa miaka 29, raia wa Marekani mwenye asili ya Afghanistan. Meya wa jiji la Elizabeth la New Jersey amesema mtuhumiwa alijeruhiwa yeye na polisi wawili wakati wa harakati za kumkamata. Wasiwasi unaongezeka juu ya makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Syria,
Wanajeshi wa Syria wanawalaumu waasi kwa kukiuka makubaliano mara kwa mara yalivyoanza siku 7 zilizopita. Waasi wametoa tuhuma kama hizo pia dhidi ya serikali ya Syria. Mapema, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema haina maana kwa jeshi la Syria kuheshimu makubaliano hayo ikiwa wanashambuliwa na wapiganaji. Mahakama ya Kimataifa ya The Hague imekata rufaa kwenye mamlaka yake ya juu dhidi ya Kenya kwa kutotoa ushirikiano. ICC imesema Kenya ilishindwa kutoa ushirikiano wakati wa kesi iliyokuwa ikimkabili Rais Uhuru Kenyatta. Rais Kenyatta alishtakiwa kwa uhalifu dhidi ya binadamu akituhumiwa kuhusika kwenye ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007, lakini kesi yake ilitupiliwa mbali. Rais Vladimir Putin wa Urusi amezidi kushika hatamu kupitia nguvu ya chama chake cha United Russia baada ya kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa wabunge, lakini waliojitokeza ni watu wachache mno kuwahi kurekodiwa katika historia ya nchi hiyo. Yaani ni chini ya nusu ya wapiga kura ndio walipiga kura. Pia kumekuwa na taarifa kadhaa za udanganyifu katika uchaguzi huo. Suluma Kasim anatuarifu zaidi. Chama cha Rais Putin kimepata ushindi wa kishindo, kwani kimepata robo 3 ya viti bungeni. Tangazo hili limetolewa leo mjini Moscow. Hata hivyo, kumekuwa na taarifa za kufanyika udanganyifu. Mkuu wa uchaguzi ameahidi kufanya uchunguzi wa kina na kwa haraka. Video hii inatoka katika kamera CCTV iliyo katika kituo cha kupiga kura. Mwangalie afisa huyu aliyekaa. Alifikiria hakuna anayemwona. Anachukua rundo la karatasi za kupiga kura. Halafu mwangalie mwanamke aliyevaa kanzu nyeusi anajaribu kumziba wakati akienda kuzitia karatasi hizo katika boksi la kura. Tukio kama hili limetokea katika kituo hiki cha kupiga kura. Afisa mwingine naye anaonekana akitia karatasi za kura katika boksi la kura. Lakini hapa polisi wa Urusi wamefungua kesi ya jinai. Rais Putin amefurahia ushindi wa chama chake. Lakini zaidi ya yote ni umaarufu wake binafsi nchini. Ameidhinishwa kwa 80%. Jambo hili ndio lililokisaidia chama chake kilichokiunda kupata ushindi wa kiasi kikubwa kama hivi. Katika kipindi cha mwaka 1.5 ujao, Warusi watakwenda kupiga kura zao kumchagua kiongozi mpya, na kutokana na chama chake kupata mafanikio makubwa sana katika uchaguzi huu, si hasha Vladimir Putin akagombea muhula wa 3. Kinyume na uchaguzi uliopita, udanganyifu wa kura haukuzusha maandamano barabarani. Nina wasiwasi kuhusu vitendo vya ukiukaji, lakini nafikiri serikali inajaribu sana kuzuia jambo hili. Maandamano yana maana gani? Wakati ule watu walifanya hivyo waliishia mahakamani. Ushindi huu umempa Putin nguvu zaidi kuliko hata hapo awali. Usitarajie kabisa kwamba ataacha jukwaa la Urusi katika kipindi cha hivi karibuni. Suluma Kasim, BBC. Na matangazo yetu ya radio unaweza kuyapata pia kupitia tovuti yetu maridadi kabisa bbcswahili.com. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Karibu tena katika Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Uko nami Salim Kikeke. Habari kuu siku huu. Wizara ya mambo ya ndani katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imesema watu 17 wameuawa katika maandamano ya hivi karibuni kabisa wakimtaka Rais Joseph Kabila kuondoka madarakani. 3 kati ya waliouawa ni maafisa wa polisi, mmoja wao akiwa ameteketezwa kwa moto akiwa hai. Chama cha Rais wa Urusi Vladimir Putin United Russia kimepata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa bunge, lakini ni watu wachache sana katika historia ya nchi hiyo ndio wamejitokeza kupiga kura. Pia kumekuwa na taarifa kadhaa za kufanyika udanganyifu. BBC imekuwa ikisafiri pande zote nchini Marekani kusikiliza mawazo juu ya uchaguzi wa mwaka huu. Tumeanzia mjini Minnesota ambapo siku ya Jumamosi mtu mmoja aliwachoma visu na kuwajeruhi watu 8. Mengi yamekuwa yakisemwa juu ya Waislamu na wengine wakionyesha kuwa na hofu na Waislamu. Lakini ni vipi jamii ya Kiislamu ya Marekani wanazungumzia kuelekea siku ya kupiga kura? Abdul Van Mohamed ana maelezo zaidi. Maelfu ya Wasomali Waislamu wanaishi mjini Minnesota, wengi wao wakiwa ni ama wakimbizi waliokimbia machafuko au watoto wao waliozaliwa hapa.
Weekend iliyopita, mwanaume mmoja wa Kisomali aliwachoma visu watu kadhaa na kuwajeruhi kabla ya yeye kupigwa risasi na kufa. Swali ambalo limezua mjadala mkubwa kwa jamii ya Marekani ni kwa namna gani matukio kama haya yanayofanywa na watu wenye itikadi kali ya dini ya Kiislamu yatazuiliwa? Ni vipi utazuia lolote? Unazuia vipi ubakaji? Unazuia vipi uhalifu? Kwa programu za kitaifa ambazo zitawalenga jamii fulani kwa sababu hawajui namna ya kuzuia kitu fulani. Kisha wanafikiri, unajua nini? Wacha tuweke shuka hili kwa jamii nzima ili kuwazuia. Hii ina maana umetufanya wote ni wahalifu. Burhani Muhammad ni mmoja kati ya wale wanaodhani kufuatiliwa vyombo vya habari kuwasakama wanasababisha athari kubwa kwenye jamii hii. Kwa namna ambavyo wamekuwa wakishughulika na masuala mbele ya jamii ya Waislamu hapa Marekani, ni wazi kabisa yanakufanya unajisikia wewe si Marekani, kwa sababu unachochea uoga, kwa sababu ISIS inasema nyie sio wa Marekani na hamtakiwi hapa. Lakini kwa miaka kadhaa sasa, idadi ndogo ya vijana wameenda kujiunga na makundi ya kigaidi kama Al-Shabaab. Wakati wa majira ya kiangazi, vijana 9 wa Kisomali walifungwa jela kwa kujiandaa kwenda kujiunga na ISIS nchini Syria. Idara hiyo hiyo ambayo iliwashitaki inatoa fedha kwa ajili ya kujaribu kuinusuru jamii hii na wanaoeneza itikadi kali, lakini baadhi hapa wanasema fedha haihitajiki. Ndio, ninataka fedha na ninataka vitendea kazi, lakini zimekuwa zikitolewa kupitia mkondo wa fedha za kuzuia ugaidi. Kwa hiyo unataka kuniambia mimi ni tatizo? Sasido Shaiye anakubali kuwa fedha kutoka serikalini zinahitajika kwa ajili ya kuwasaidia kuwapa elimu vijana. Watoto hapa wanapitia majaribu mengi. Ni kama wako baharini na hakuna ambaye anajua kuogelea. Wanatafuta nafasi. Wanaweza kubishana juu ya kuchukua fedha za serikali, lakini wengi wao wanakubaliana licha ya kuwa na majibu yenye hasira kali. Waislamu wa Marekani wako katika shinikizo kubwa nchini hapa kuliko wakati wowote ule kuwahi kutokea. Abdulvan Mohamed, BBC. Na Wayanku ni moja ya makabila madogo kabisa yaliyo hatarini kutoweka duniani. Wayanku wanaishi Kenya, wamesalia wazee 9 tu wanaweza kuzungumza lugha ya Kiyanku kwa ufasaha kabisa. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa UNESCO, kabila hilo lina watu 4,000 tu. Lugha yao iko hatarini kupotea iwapo hatua zozote hazitachukuliwa kuihifadhi. UNESCO inasema zaidi ya nusu ya lugha zote zinazozungumzwa duniani ziko hatarini kutoweka. Emmanuel Igunza amezungumza na wazee wa Kiyanku. Jamii inayojaribu kila iwezalo kudumisha utamaduni wake unaofifia. Kijana huyu anafunzwa kufuga nyuki ambayo imekuwa ni tegemeo kwa watu wa Yaku kwa miaka mingi. Lakini sasa taaluma hiyo inapotea kutokana na hatua ya kufuga wanyama kama wanavyofanya jirani zao wa Maasai. Jamii hizi mbili zimeoana kwa miaka kadhaa na kusababisha Yaku kuanza kupotea. Na sasa kuna wazee 9 tu ambao wanaweza kuzungumza kwa ufasaha lugha hiyo. Lakini Steven na wazee wengine hawajakata tamaa ya kuifufua. Sisi tukiwa Yaku tumeachwa nyuma. Sisi tunakuja hawa wasee, unaona, tunakuja kuandika kwa hapa nyumbani hiyo lugha. Tunaandika Kiingereza, tunaandika Kiswahili, tunaandika Kiyaku. Watachukua title deed ya hii forest. Msitu huu ulikuwa makao yao kwa miaka mingi, wakiwa wanaishi hapa katika mapango, lakini msitu wenyewe umeharibiwa pakubwa na kuwafanya Yaku kuuhama. Tofauti sana na majirani zao jamii ya Wamasai, watu wa Yaku walitegemea kabisa msitu huu kwa chakula na vile vile kuishi. Lakini hata hilo hivi sasa linakabiliwa na tishio. Yes. Sio mbali na msitu huo kuna shule hii iliyofadhiliwa na Wafaransa. And the ear. Mara 2 kila mwezi wanafunzi hapa hufunzwa lugha hii ya Yaku, na wazee hawa ambao wengine hawakuwahi kuingia darasani wanachangia pakubwa katika mafunzo. Wazee hawa wamekuwa wazee wa umri, na wakiisha kufa basi watakufa na lugha, na watakufa na historia, na watakufa na utamaduni ambao hawa ndio wanakuwa watu wa utamaduni. So kama hakuna mikakati yoyote ambayo tumeweka ya kuokoa lugha yetu na kuokoa utamaduni wetu, basi sasa hiyo kitu yote itapotea na tutakuwa katika loss.
Jamii ya Yaku ni ndogo mno na haitambuliwi na serikali miongoni mwa jamii 42 za Kenya, lakini wengine kama Steven wamekataa kabisa kukata tamaa, wakijua fika kwa wakati wao unayoyoma. Emmanuel Igunza, Doldol, maeneo ya kati nchini Kenya. Namna tuende moja kwa moja sasa na tuzungumze na Profesa Aladin Mutembei, mwalimu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, taasisi ya taaluma za lugha. Profesa Mutembei, karibu sana kuweza kuzungumza nasi. Tumesikia taarifa ya Emmanuel Igunza. Kwa nini makabila haya hasa madogo duniani yanatoweka? Naam, makabila kama hayo yanatoweka kwa sababu mbalimbali. Kwa sababu kwanza kuna sababu za mtu binafsi, kuna sababu za kijamii na sababu za kidunia. Sababu za kibinafsi kuna kuoana na kutangamana kutoka jamii moja kwenda nyingine, tofauti na ilivyokuwa mwanzoni ambapo kulikuwa kuna watu kukaa pamoja na kuona ndani ya jamii ile ile. Na unapo jamii mbili tofauti zinapooana, maana yake ni kwamba kuna uwezekano watoto watakaozaliwa hawatakuwa na lugha ambayo ni ya wazazi, watakuwa na lugha ya mahali ambapo wanakaa. Hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili, inawezekana kwamba jamii yenyewe inaamua kwamba tunaiacha lugha hii na tunachukua lugha nyingine. Kwa mfano, hawa Yaku sasa wanaingia kwenye lugha ya Kiswahili ambayo ndio lugha iko karibu zaidi kwao kule Kenya kuliko Kiingereza labda. Na kwa hiyo ni swala la kijamii. Lakini kuna swala la kidunia ambapo kuna sheria zinaletwa na kuna vitabu vinakuja, watu wanafundishwa lugha ambazo zinaonekana ni za kimataifa, za kidunia kubwa zaidi, na zinazoonekana mbele ya watu kwamba zitakuwa ni lugha ambazo zina manufaa kwao. Kwa hiyo ziko sababu mbalimbali. Lakini jinsi dunia inapoelekea hivi sasa, Profesa Mutembei, kuna haja ya kuzilinda hizi lugha pengine ndogo ndogo na makabila madogo haya yabaki tu kwenye vitabu vya historia? Hapana, mimi nadhani kwamba kuna haja kubwa sana ya sio tu kuzilinda, lakini kuzifufua. Kwa sababu unapozilinda zitakufa kifo cha kawaida. Lugha yote ile isipozungumzwa inakufa. Lugha ikibakia katika maandishi inakufa. Kwa hivyo ziko jitihada za kutunza lugha kwa njia ya maandishi, lakini jitihada hizi hazitoshi. Mimi nadhani tungetakiwa kwenda hatua moja zaidi kwamba zianze kufundishwa mashuleni, na mimi nadhani kwamba wakianza kufundisha katika madarasa ya awali, basi vijana watakuwa na hiyo lugha ambayo hawezi kuipoteza kabisa kuliko kuweka tu katika maandishi. Lakini kitu gani hasa kimetokea hapa? Kwa sababu tumeona katika kabila hilo la Kenya watu 9 tu wamebaki wanazungumza lugha hiyo. Ule utamaduni hasa wa Kiafrika wa kurithisha lugha zetu na utamaduni wetu katika kizazi kipya umepotelea wapi? Kama nilivyosema, ni mabadiliko kwa sababu watu wanahama, maendeleo yanayoletwa na miji. Ukimsoma Claude Hegeg, mwanaisimu wa Kifaransa, au Herman Batibo, mwanaisimu wa lugha za Kibantu, utaona kwamba mabadiliko mbalimbali ambayo yanatokea katika miji, kutoka vijijini kuhamia mijini, mabadiliko ya kiteknolojia, mabadiliko mbalimbali yanasababisha watu kubadilisha mienendo, tabia, desturi na utamaduni kwa ujumla. Kwa hivyo hatua kwa hatua watu wanabadilika. Jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, ikiwa watu hawatazaliana. Leo tunaangalia lugha hizi ambazo ni ndogo ndogo za Afrika au mahali pengine kama Welsh au hivi, lakini hata lugha kubwa kama watu hawana mikakati ya kuendeleza lugha, hizo lugha zitakufa tu. Kama ilivyokufa kwa mfano Kilatini, ilikuwa ni lugha kubwa, imebakia kwenye maandishi. Ipo lakini haizungumzwi. Kwa lazima kufanya jitihada za kipekee. Ziko lugha ambazo zimefanyika jitihada za kipekee, kwa mfano Kiwelsh cha Wales wamefanya makusudi, sasa wamekifufua tena. Lugha nyingine ambayo imefufuliwa ni Kiebrania kwa mfano. Ilikuwa imekaribia kufa kabisa. Leo hii Kiebrania kinazungumzwa kama lugha ya kawaida. Kwa lazima kuwe kuna jitihada za kufufua lugha hizi na sio zibaki maandishi peke yake. Nashukuru sana Profesa Aladin Mutembei kuzungumza nasi na kutupa ufafanuzi juu ya lugha hizo. Baadaye kidogo katika habari za michezo tutatazama michuano ya Olimpiki kwa wanamichezo wenye ulemavu ambapo Afrika imepata mafanikio makubwa katika Olimpiki ya mwaka huu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Karibu tena katika Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, na sasa ni habari za michezo, na tutazame kwanza michuano ya Afrika Mashariki na Kati
kwa wanawake inayofanyika nchini Uganda, ambapo moto utawaka kesho katika fainali ya kukata na shoka wakati Tanzania itakapopepetana na Kenya. Kilimanjaro Queens ya Tanzania ilitinga fainali hizi kwa kutoa kisago kikali kwa wenyeji Uganda kwa kuizabua mabao 4-1. Katika mchezo wa nusu fainali, Harambee Starlets ya Kenya nayo imeingia fainali hii baada ya kuizaba Ethiopia kwa mabao 3-2. Kenya ambayo wameingia fainali baada ya kwenda mechi 3 bila kufungwa kabla ya mechi hiyo ya nusu fainali, pia wamefuzu kwa mara ya kwanza kucheza kombe la mataifa ya Afrika. Starlets ambao wapo kundi B watakutana na mabingwa watetezi Nigeria pamoja na Mali na Ghana. Kundi A ni kama lina wenyeji Cameroon ambao watacheza na Misri katika mchezo wa kwanza. Fainali itachezwa Disemba 3 mjini Limbe. Michuano ya Olimpiki kwa wachezaji wenye ulemavu Paralimpiki imemalizika huko Afrika ikishangilia kupata mafanikio makubwa kwa idadi ya nchi zilizopata medali. Jumla ya mataifa 12 yameweza kupata medali huku Nigeria ikiongoza. Ivory Coast, Ethiopia na Uganda zilishinda medali za fedha, Uganda ikipata medali yake ya kwanza katika historia ya nchi hiyo kwenye michuano ya Paralympic. Cape Verde nayo ilipata medali yake ya kwanza ambayo ni ya shaba. Wakili wa dereva wa magari ya langalanga Michael Schumacher ameiambia mahakama moja nchini Ujerumani kuwa bingwa huyu wa zamani wa Formula 1 hawezi kabisa kutembea kufuatia ajali aliyoipata kwenye mchezo wa kuteleza kwenye theluji. Lakini wakili huyo Felix Damm alikuwa akizungumzia majeraha ya Schumacher katika kesi ya madai dhidi ya gazeti moja la Ujerumani Bunte. Gazeti hilo liliripoti mwaka jana kuwa bingwa huyu mara 7 anaweza kutembea, lakini bwana Damm amesema Schumacher hawezi hata kusimama mwenyewe bila kusaidiwa na wataalam. Dereva huyo alipata majeraha ya kichwa mwaka 2013. Mwisho wa habari za michezo, na moja kwa moja tuangalie ujumbe wako ambao umetuandikia kuhusiana na ile taarifa yetu ya makabila. Jafari Ali ametuandikia. Asante sana Jafari, iko hapa message yako umetuandikia kwenye Facebook. Huyu hapa Jafari anasema hata kabila la Wangindo liko hatarini, linapoteza mila na ngoma zetu za asili kwa sababu za utandawazi kuenea ulimwenguni. Asante sana Jafari. Ima Swai pia vile tumepata ujumbe wako. Watu wamekuwa hawana hamasa ya kukaa na watoto wao. Mtoto wa miaka 3 anapelekwa boarding, yani shule ya bweni. Lini atajua lugha ya wazazi? Tena anatolewa Mwanza, anapelekwa Migori nchini Kenya. Maoni yake hayo Swai. Katoto Eva anasema athari za kabila kupotea ni dalili za kupoteza asili zetu, kwani vizazi vijavyo vitashindwa kujua nchi yetu ilikuwa na makabila mangapi na yalikuwa yakizungumzaje lugha hizo. Kumbuka pia mjadala huu tunaweza kuendeleza katika Facebook, hali kadhalika pia kupitia Twitter. Habari zaidi unaweza kuzipata kupitia tovuti yetu maridadi kabisa bbcswahili.com, ukurasa wetu huo. Habari mbalimbali vile matangazo ya redio yanapatikana hapo na habari za michezo. Kabla ya kukamilisha matangazo haya kwa muktasari tu, ni kuwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema watu 17 wameuawa katika maandamano mjini Kinshasa kumpinga Rais Joseph Kabila. Chama cha Rais wa Urusi Vladimir Putin kimepata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa bunge, lakini watu wachache sana wamejitokeza kupiga kura. Na hatimaye mashindano ya kukwea mlingoti imefanyika hapa Uingereza. Washiriki wameshindana kupanda nguzo hizi zenye urefu wa mita 25. Mshiriki mkongwe kabisa alikuwa na umri wa miaka 83, lakini amekuwa akikwaa nguzo hizi kwa miaka 18. Inaonekana huyo hapa mkongwe mwenyewe miaka 83. Mpaka hapo tumefika mwisho wa Dira ya Dunia usiku huu wa leo. Tutakuwa tena hewani kesho. Mimi ni Salim Kikeke na watakieni usiku mwema. Alamsik.